Hujambo mtazamaji wa Zone Media, karibu sana. Kufuatia vuguvugu ambalo linaendelea Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi kati ya Irani pamoja na Israel yanayozidi kuendelea, ni kwamba ubalozi wa Marekani ulioko Baghdad nchini Iraq umetangaza taarifa ikieleza kuwa kuna ongezeko la uwezekano wa kutokea kwa mashambulizi ya vurugu dhidi ya biashara zinazomilikiwa na Wamarekani na maeneo ambayo Wamarekani hupendelea kwenda kufuatia kuendelea kwa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya Israel na Irani. Ubalozi wa Marekani nchini Iraki umeweza kuonya uwezekano wa mashambulizi kwenye maeneo hayo yanayotembelewa na Wamarekani. Ni kwamba taarifa iliyotoka kutoka ubalozi wa Marekani eneo la Baghdad nchini Iraq imesema kwamba tunawahimiza raia wote wa Marekani walioko Iraq kuepuka maeneo yanayotembelewa na wageni pamoja na mikusanyiko mikubwa au migongano ya watu, ubalozi ulisema. Taarifa hii imetolewa wakati wanaharakati wa Iraq wakipanga kufanya maandamano katika nchi ya Iraki karibu na Green Zone ya Baghdad, eneo ambalo ubalozi huo upo, wakidai ubalozi huo ufungwe na wafanyakazi wake waondoke nchini. Sasa kumekuwa kuna shinikizo kubwa sana la watu kutaka ubalozi wa Marekani kuweza kufungwa pale mjini Baghdad katika nchi ya Iraki, ambapo maandamano yanatarajiwa kuweza kufanyika, na watu wengi wanadai kwamba ubalozi huo ufungwe na wafanyakazi wake waondoke nchini humo. Sasa Marekani imeweza kuonya, na tunakumbuka kwamba juzi tu hapo rais wa Marekani Donald Trump aliweza kuondoa vikosi vyake, lakini vile vile aliweza kuhamisha hata familia za wanajeshi ambao walikuwa wakiishi nchini Iraki. Kwa hiyo hii yote ni kwa ajili ya kuweza kujihami, kwa ajili ya kusikia fununu kwamba huenda Irani ikashambulia maeneo ya ngome za kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ikiwemo Baghdad nchini Iraki. Kwa hiyo kuna namna ambayo sasa hivi Marekani inazidi kujilinda kwenye mzozo huu, lakini vile vile kuweza kutoa taarifa kwa raia wake ili wasipate kisingizio chochote kuhusiana na mzozo ambao unaendelea kati ya Irani pamoja na Israel. Lakini yote haya yakiendelea, waandamanaji wanataka kufanya hivi kutokana na kwamba inasemekana Marekani ndiye mtu ambaye yupo nyuma ya Israel kwenye mzozo huu, japokuwa amejitenga kwamba yeye hahusiki kabisa. Kupitia Marco Rubio aliweza kuzungumza hivyo. Sasa mtazamaji, tutaendelea kufuatilia taarifa hii kwa undani zaidi ili tukujuze nini ambacho kinajiri katika wakati ujao kuhusiana na taarifa hii ambayo ni nyeti kabisa. Naitwa Victor Moshi na hii ni Zone Media.